Chanzi ni mdudu muhimu katika utunzaji mazingira na kilimo endelevu. Mabuu yake yanatengeneza lishe ya mifugo. Anapokula taka ya kuoza, samadi yake huwa mbolea au mboji, na pia mabuu yake yaliyo na kiwango juu cha protini hutolewa mafuta yanayotumiwa kutengeneza vipodozi. Lishe ya mifugo kutokana na chanzi inakinga dhidi ya magonjwa yanayohitaji antibiotiki. Nchini Kenya, wakulima majimbo ya Kakamega, Homa Bay, Kiambu wamemjumuisha kwenye kilimo. Anakula masalio ya vyakula, taka ya kilimo, samadi ya mifugo kama kuku, taka zinazotokana na mimea, nyasi, matawi, miongoni mwa taka nyingine za kuoza. Hizi vidudu ninatumia kulea kuku na kulea vitu kama watu ambao wako na nguruwe pia wananunua kwangu. Tafiti za mafanikio zaidi ya chanzi zinafanywa na shirika la utafiti wa wadudu la ISIPE linalotoa mafunzo kwa wakulima kuelewa kuhusu ufugaji huu, kama anavyoelezea afisa wa utafiti Crispin Onyango. Kama kuku moja nakula gramu 130 kwa siku moja. Sasa hapa utapiga hesabu zako ujue chanzi unataka tu gramu 13. Gramu 13 ya chanzi itakuwa kama lavi au wadudu wao kama 10 ama 15 kwa kuku moja kwa siku moja. Usipiane kila siku. Collins Ligare kutoka kampuni ya Gare iliyopo magharibi ya Kenya wameongeza faida kwa kubuni mbolea ya rojo au maji kutokana na mbolea ya mboji inayotokana na chanzi. Mkulima anapata kuokoa zaidi ya 30% ya pesa ambayo angetumia akinunua yale lishe ingine kutoka madukani. Na ndio hii mbolea unapoweka katika shamba yako, unapata hao wadudu wamerudi katika udongo na wanaanza kurudisha rutuba katika udongo na mazao yanaendelea kuimarika. Matumizi ya chanzi kuzalisha rasilimali kwa mkulima yanakuza utegemezi na kuchangia harakati za utoshelezi wa chakula.